Siasa kanapita kwamba Tanzania waandishi wa habari ni dhaifu, sijui na nini. Nyinyi sio dhaifu, wala mitandao ya habari ya kihabari ya Tanzania sio dhaifu. Sisi tunafanya tathmini, TCRA wanafanya tathmini kwenye masuala ya kiteknolojia. Sisi idara ya habari tunafanya tathmini kwenye maudhui. Mnafanya kazi sahihi, kwa sababu nyinyi ni Watanzania, mnaishi Tanzania. Na mimi tangu nateuliwa mara ya kwanza kuwa mkurugenzi wa idara ya habari, baadaye katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali, siku zote nimewaomba waandishi wa habari wenzangu, tutumie kalamu yetu kujenga nchi yetu. Tusitumie kalamu zetu kubomoa nchi yetu. Na mnachokifanya nyinyi, mnatembelea maneno tuliyokubaliana tangu mwanzo. Imani huzaa imani. Imani mnayonipa mimi, na mimi nitawapa nyinyi. Imani mnayoipatia serikali, na serikali itawapa nyinyi. Sawa jamani? Mheshimiwa Rais anawapongeza sana na anatambua kazi mnayoifanya. Ni maelekezo yake kwamba tuwalee. Iwe sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kupitia idara ya habari, au Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kupitia TCRA. Tuna maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba waandishi wa habari wa mitandaoni, waandishi wa habari wa blogs walelewe, wapewe fursa ili waweze kufanya kazi zao vizuri. Hayo kwetu ni maelekezo, na kwa utaratibu wa kiserikali ni kama jeshini, ukishapewa maelekezo hakuna mjadala, ni utekelezaji. Kwa tuko hapa mimi na Dr. Jabir hapa tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kuhakikisha nyie mnafanya kazi zenu vizuri. Kama mna vikwazo kama mlivyosema hapa, tunakwenda kuvifanyia kazi, na mimi niwahakikishie tutavitatua vyote, kwa sababu nyinyi ni Watanzania, mna haki ya kufanya kazi Tanzania, na nchi yenu inapaswa iwe mahali salama pa nyinyi kufanya kazi, na sio sehemu ya hatari kwenu. Sawa jamani? Tutawalinda. Kama ni sheria tutawasikiliza, zikiwa mbaya tutafanya tathmini, tutazibadilisha. Kama ni kanuni zikiwa mbaya, si tuzitunga wenyewe na tuliwashirikisha kwenye utekelezaji, zimeonekana zinatusumbua, tutazibadilisha. Kama ni sera imepitwa na wakati, haitambui mitandao ya kijamii na waandishi wa habari za mtandaoni, sera tumeandika sisi wenyewe, tutarudi kwenye meza, tutakaa, tutarekebisha sera. Lakini narejea, imani huzaa imani. Tunapokwenda kufanya masuala haya ya kujenga mazingira mazuri ya waandishi wa habari za mtandaoni kufanya kazi vizuri, na nyie ni lazima mkatumie fursa hiyo kwa manufaa ya nchi yetu, kwa sababu sisi wote tunajenga nchi moja Tanzania. Tusitegeane kufanya kitu ambacho baadaye kinakwenda kuangamiza nchi yetu, kinakwenda kuleta shida kwa watu wetu na kuleta hasara kwa wananchi. Tumeelewana jamani? Na kwa maana hiyo, Rais kwa sababu ndiye kiongozi mkuu wa serikali inawasapoti, inawaunga mkono, na nadhani sasa hivi nyinyi wenyewe mtakuwa mashahidi. TRA wakapata kodi na nchi kapata pesa nyingi. Si mmesikia kuna kampeni ya kuna watu kwa sababu zao huko eti wanahamasisha watalii wasije Tanzania. Na mimi nawaambieni nyinyi, sisi tunakwenda kuzungumza haya, na nyinyi kafanyeni kazi ya kuhakikisha mnawaambia watalii, njooni Tanzania, nchi hii ni salama, njooni mfanye utalii, tutawapokea na mtafurahi. Mkifanya hivyo, haya matozotozo yote haya tutarekebisha, kwa sababu tutakuwa tuna pesa nyingi zinatoka nje zinakuja Tanzania. Hizo pesa zikija Tanzania zitakuja kurahisisha utendaji wetu wa kazi, shughuli zetu za uzalishaji, na nchi yetu itakuwa vizuri. Mmenielewa vizuri ndugu zangu? Maana tukihamasisha watalii waje, sio kwa faida ya Msigwa wala sio faida ya Samia. Mmenielewa? Ni faida ya Watanzania wote. Watalii wasipokuja hapa leo, au ndugu zetu wenye guest watamlaza nani kule kwenye Jordan na chumba chake nyumbani? Hao waliojenga hoteli tala nani kule?
Wale ndugu zetu wanaolima maharage kule vijijini, wanalima mchele, mpunga, ili watu wageni wale ubwabwa. Wanafuga mbuzi, wanafuga kuku. Wakifuga hao wanyama watawapeleka wapi? Wajua ni mtu mwenye mtazamo hasi na mtu mwenye mtazamo finyu peke yake ndio anaweza akachapisha maudhui ya namna hiyo yenye lengo la kuumiza nchi yako. Wewe ukidhani unamuumiza kiongozi wa serikali, lakini kumbe unawaumiza ndugu zako. Mnanielewa ndugu zangu? Ukifrustrate bandari yetu ya Dar es Salaam isipokee mizigo, na sisi tunapata karibu 40% ya mapato yetu ya nchi kupitia bandari ya Dar es Salaam, umemuumiza kiongozi, umemuumiza Watanzania. Kesho Watanzania watakosa dawa, watakosa barabara, watoto watakosa mikopo shuleni. Si ndio hivyo? Hata wafanyakazi ikitokea siku wamekosa mshahara, ujue na wewe duka lako la bangi kule hutauza, kwa sababu mimi nisipolipa mshahara sasa nitakuja dukani kufanyaje? Kupewa bure? Nani kaumia? Natamani uchambuzi kama huu ni uone kwenye majukwaa yenu ya mitandao ya kijamii. Tusaidiane, wakati watu wengine wanawapotosha Watanzania, sisi tuambie Watanzania ukweli. And we only have this country. Kama kuna kitu Watanzania tunacho ni hii nchi, sio kitu kingine. Hii nchi isipokuwepo na sisi hatupo. Tuwe mashujaa wa kutengeneza mema ya nchi yetu, sio mashujaa wa kuchangia kubomoa nchi yetu. Mnanielewa ndugu zangu? Naongea kwa utuo ili nyinyi mkielewa na watu wengine wataelewa. Mimi naamini kuwa mwandishi wa habari aliyewezeshwa ataandika habari nzuri kwa uhuru na atakumbuka kwamba kuna maslahi ya taifa ya kuyalinda. Lakini mwandishi wa habari mwenye njaa atashughulika kwanza na njaa yake kabla ya maslahi ya taifa. Na mimi sipendi niwe katibu mkuu katika wizara ya waandishi wa habari wanaoshughulika na njaa zao badala ya kushughulika na maslahi ya taifa. Sawa jamani? Duniani sasa hivi vita imeondoka au inaanza kuondoka kutoka kuwa vita ya vifaru, vita ya bunduki, vita ya mabomu, vita ya ngumi. Vita sasa hivi imehamia kwenye taarifa. Mmeshanielewa? Yaani hata uwe na vifaru vingi kiasi gani, watu wakiamua kumaliza wanakumaliza kwa kutumia taarifa. Vyombo vya habari vitatumika kuambia watalii wasije, vyombo vya habari vitatumika kuambia wawekezaji wasije, vyombo vya habari vitatumika kuwatisha wananchi wasiende kuzalisha mali, kufanya biashara, wasiende shambani. Vyombo vya habari vitatengeneza paniki, nchi inaenda chini, inakufa. Unakuwa umepigwa kwa kutumia nini? Taarifa, sio kwa kutumia mabomu. Mmeshanielewa? Kwa hiyo mnapofanya kazi zenu, mkae mkijua kwamba kazi mnayoifanya inaweza kuwa asset au inaweza kuwa liability. Inaweza kuwa kitu cha thamani au inaweza kuwa hatari. Sawa? Inaweza kuwa bomu, inaweza kuwa maziwa na asali. Unapokwenda kuanzisha jukwaa, ni wajibu wako wewe mwenye jukwaa kuhakikisha jukwaa hili halileti madhara kwenye nchi. Mnanielewa jamani? Yaani wewe ukiwa kazi yako ni kuanzisha jukwaa ambalo kazi yake asubuhi, mchana, jioni ni kubomoa nchi, nchi itabomoka. Mmeshanielewa? Kwa hiyo mimi kwa kifupi nikichangia pala aliposema Dr. Jabir, twendeni tukaanzishe majukwaa yenye kutetea maslahi ya taifa. Nimewaambia kuhusu vita ya taarifa. Sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la kuanzishwa kwa majukwaa ya mtandaoni yanayofanya kazi za kihabari, lakini yameanzishwa na watu walioko nje ya nchi kwa maslahi yao, na yanatumika kujaza maudhui mengi mtandaoni ambayo ni hasi kwa nchi yetu. Nchi hii inawategemea nyinyi kukabiliana na hayo mashambulizi. Na waombeni, kaongezeni maudhui
yenye maslahi kwa taifa letu kwenye mitandao mnayoifanyia kazi, kwenye majukwaa yenu. Usilale kabla hujasema hivi, leo mimi jukwaa langu hili limefanya nini cha kuchangia utulivu na maslahi kwenye nchi yangu? Au tangu asubuhi ni huyu kapigwa, huyu kafanyaje, huyu kapata hasara, huyu kafanyaje, hivi na hivi. Tunabomoa. Tukijiuliza hilo swali wote, mimi leo katika kazi yangu nimefanya nini cha kupromote nchi yangu? Mimi nataka niwaambieni, jeshi letu hili ni kubwa kuliko hao walioko nje wanaofanya kazi ya kuzalisha maudhui ya kutumaliza. Na unaweza wewe leo usione madhara yake, lakini iko siku madhara ya maudhui yanayobomoa nchi yetu na wewe yatakugusa individually, moja kwa moja. Utajikuta bukuku, ulizoea kwenda sehemu fulani ukafanya kazi, ukitoka hapo unapata riziki. Ukienda pale, yule aliyekuwa anakuwezesha kupata riziki amefilisika kwa sababu ya maudhui ambayo tumeacha yanabomoa nchi yetu. Mnanielewa? Lakini utajikuta ulikuwa na mfuko, ukitetereka kidogo unakwenda kuchukua pesa, unanunua kamera, unanunua vifaa, mfuko umekufa. Huwezi tena. Na uandishi wako wa habari umeishia pale. Lakini kibaya zaidi ni pale ambapo tunaachia wahuni wachache wanaharibu fursa hii, na vyombo vinavyohusika kulinda maslahi ya nchi na usalama wa nchi vinaamua kufunga jukwaa lote, na nyie mnakosa. Mliona wakati wa vurugu, hamkuguswa? Mlikaa ndani siku ngapi? Majukwaa yenu yalikuwa yanachapisha nini? Kuna mtu amewahi kufikiria kama hali ile ingedumu mwaka mzima ingekuwaje? Ingedumu miezi 6? Sasa kama tumejifunza hivyo, uone kama una jukumu la kuhakikisha ile hairudii. Kuna mkakati unatumiwa na hao niliowataja kuharibu simulizi ya Tanzania, kuharibu narrative ya Tanzania duniani kote. Kwa muda wote Tanzania inajulikana kama nchi yenye amani, nchi yenye utulivu mkubwa, nchi yenye ustahimilivu, resilience. Mnaelewa ndugu zangu? Nchi yenye upendo. Kuna watu wanatumia fursa ya uandishi wa habari wa mitandaoni kuharibu hii simulizi nzuri ya Tanzania. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari wa mtandaoni, jeshi la kwanza la kukabiliana na upotofu huo unaofanyika ni nyinyi. Wanaofanya kupitia mainstream media, televisheni zetu zipo, radio zipo, magazeti yapo, watafanya kazi yao. Lakini hao wa mitandaoni ni saizi yenu nyinyi. Mnanielewa kinachosema? Mkikaa kimya nyinyi, simulizi njema kuhusu Tanzania itaharibika. Na mimi kitu kingine nimesikitika, mtu anakwenda kusema waandishi wa habari wa Tanzania ni wadhaifu, na nyinyi mnakaa kimya, mnakubalije? Yaani ndugu zangu, hivi kweli nyinyi ni dhaifu? Nyinyi ni dhaifu? Sasa mbona mmekaa kimya? Ukikaa kimya maana yake si mkubali. Mkishambuliwa waandishi wa habari, mimi nilivyofundishwa waandishi wa habari, hakuna kitu aturuhusu kama kushambuliwa mwandishi wa habari. You have to fight back. Mtu anasema waandishi wa habari wa Tanzania dhaifu, vyombo vya habari vya Tanzania dhaifu, afu mkoromo nao umekaa kimya. Sema nako umekubali kuwa ni dhaifu. Mimi naamini kuanzia kesho nitaanza kusikia na nyinyi mnasema na sisi ni waandishi wa habari, tumesoma, tunajua majukumu yetu na tunajua tunachokifanya. Na hakuna mtu yeyote wa kutupangia. Hakuna mtu yeyote wa kutupangia cha kufanya. Sasa ndugu zangu, msikubali basi kushambuliwa. Mmenielewa? Lakini msikubali kushambuliwa.